Habari njema. Karibu katika Genesis hadi Ufunuo kipindi cha 71. Leo tunasoma Kumbukumbu 11:1-32 mahali Musa anawaagiza Israeli mpende Bwana Mungu wenu na mtii amri zake. Hii ni ujumbe mkuu, upendo na utii haviwezi kutenganishwa. Mungu ameweka mbele yao baraka na laana, uchaguzi ni wao. Hebu tusome pamoja. Kwa hiyo mpende Bwana Mungu wenu na mzishike daima amri zake na sheria zake na hukumu zake na maagizo yake. Mjue leo, kwani siongei na watoto wenu ambao hawajajua wala hawakuona adhabu ya Bwana Mungu wenu, ukuu wake, mkono wake wenye nguvu na mkono wake ulionyoshwa. Musa anaongea na kizazi kilichoona maajabu ya Mungu, walichokiona macho yao na masikio yao. Leo tutajifunza umuhimu wa kukumbuka, kumtii na kuishi katika baraka za Mungu. Musa anaanza kwa kusisitiza, hawazungumzi na watoto ambao hawakuona, bali na watu walioshuhudia matendo ya Mungu. Waliona jinsi Mungu alivyowashinda Wamisri, jinsi alivyowafungua bahari ya Shamu, jinsi alivyowalisha miaka 40 jangwani. Zaidi ya hayo, waliona jinsi ardhi ilivyowameza Dathani na Abiramu, watu waliomwasi Mungu. Musa anasema, macho yenu ndiyo yaliyoona matendo haya yote makuu ya Bwana aliyoyafanya. Kisha anaweka wazi uchaguzi, kwa hiyo zishikeni amri zote ninazowaamuru leo, ili mpate kuwa na nguvu, na mwende mkaingie mkamiliki ile nchi mnayovuka kwenda kuimiliki. Upendo si hisia tu, ni uchaguzi wa kutii. Na utii unaleta baraka za Mungu. Kuna mambo mengi tunayakosa katika aya hizi. Kwanza, Musa anasema ninyi si watoto wao. Yeye anaongea na kizazi kilichoshuhudia matendo ya Mungu mwenyewe. Hawajasikia tu, waliona. Pili, Musa anaonyamsha jinsi ardhi ilivyowameza Dathani na Abiramu. Ardhi ya ahadi inaweza kuwa ya hatari kwa waasi. Si ni eneo la salama tu. Tatu, mvua katika Israeli ni tofauti na Misri. Misri ilikuwa na mito, lakini Israeli inategemea mvua kutoka mbinguni, ni zawadi ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Hii inamaanisha wanahitaji kutegemea Mungu kila siku, si miundombinu ya binadamu. Mambo haya yanaonyesha jinsi Mungu anavyotaka uhusiano wa karibu na watu wake, si utii wa nje tu, bali utii unaotoka moyoni. Katika aya hizi tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Kwanza, Israeli wanapita kutoka utumwa hadi uhuru, lakini uhuru huo unajaa uwajibikaji. Hawako huru kufanya wapendavyo, bali huru kumtumikia Mungu. Pili, wanapita kutoka ardhi ya tamaa hadi ardhi ya ahadi. Kanani si makazi ya kawaida, ni zawadi ya agano la Mungu. Tatu, wanapita kutoka ibada ya Kimisri hadi ibada ya kweli. Wanahitaji kuacha miungu yote ya uongo na kumtumikia Mungu pekee. Haya ni mabadiliko ya moyo, si mazingira tu. Mungu anasema, kama mkisikiliza amri zangu ninazowaamuru leo, kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa moyo wenu wote na roho zenu zote, basi nitainyeshea nchi yenu mvua kwa wakati wake. Utii haumaanishi tu kushika sheria, ni kuishi katika uhusiano wa upendo na Mungu. Huko msituni, wanyamapori wanashangaa upendo huu wa ajabu kati ya upendo na utii. Mimi ninafanya kazi kila siku bila kusumbuka. Lakini binadamu wanapewa baraka kubwa zaidi, lakini wanamwasi Mungu. Kutoka juu, ninaona jinsi Mungu anavyowapa kila kitu, chakula, maji, nchi. Je, ni vigumu sana kumtii? Nimeona vita vingi. Lakini hii ni vita ya ndani, kati ya upendo na ukaidi wa moyo wa binadamu. Mungu anasema, nipende na unitii na nitakupa baraka. Hii ni rahisi sana. Labda hawaelewi kwamba upendo wa kweli unaonyeshwa kwa vitendo, si maneno tu. Ila tuombe waone kwamba utii si mzigo, ni njia ya baraka. Sasa ni wakati wa kutumia huu mafunzo maishani mwetu. Kwanza, upendo wa kweli kwa Mungu unajitokeza katika utii wa kila siku. Si kumpenda Mungu Jumapili tu, bali siku zote. Pili, kama Musa alivyowaagiza Israeli, tunahitaji kuwafundisha watoto wetu matendo ya Mungu. Wanapaswa kujua jinsi Mungu alivyotuokoa, jinsi alivyotujalia, jinsi anavyotulinda. Tatu, baraka na laana ni matokeo ya uchaguzi wetu. Mungu hatutumii, anatupa uhuru wa kuchagua. Lakini kila uchaguzi una matokeo. Leo, chagua kumtii Mungu. Chagua kuishi katika baraka zake. Kama tunaishi katika uasi, tutubu na turudi kwa Mungu. Yeye yu tayari kutupokea. Kama tunaishi katika utii, songezeni mbele kwa imani.
Mungu ana baraka zaidi anazotaka kutupa. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako usiokoma. Tunaomba utuongoze kumtii kwa moyo wetu wote. Tufundishe watoto wetu matendo yako makuu. Tupe nguvu za kuishi katika baraka zako kila siku. Kwa jina la Yesu, amina. Asanteni kwa kufuatilia. Mpaka hapo, daima kumbukeni, Mungu anawapenda na anataka mtuishi katika baraka zake kamilifu. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.